na Luka ndiye ameandika vile vile kitabu cha Luka, na Luka ndiye ameandika more about the Holy Spirit. Katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu amerudiwa mara 50 times, ndio katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na Luka ndiye ameandika about the Holy Spirit kuliko mwandishi mwingine yoyote, na kwa hivyo ni kitabu kinachoonyesha kwamba we need the Holy Spirit, tunahitaji Roho Mtakatifu. Matendo makuu na maajabu ambao walitenda kupitia kwa Roho Mtakatifu, na tutasoma Peter and John went to the temple one afternoon to take part in 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put beside the gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going in the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him instantly and said, "Look at us." The lame man looked at them eagerly, expecting some more money. But Peter said, "I don't have any silver or gold. I don't have any money, silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up, and he did. And the man's feet and the ankle were instantly healed and strengthened. He jumped up, stood on his feet, and he began to walk. Then after walking, leaping and praising God, he went into the temple with them. All the people saw him walking, and when they realized he was the lame beggar they had seen so often on the Beautiful Gate, they were obviously astounded. They all rushed out in amazement to the Solomon Gate, where the man was holding them tightly, Peter and John. Baba, tunakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako, kwa sababu ya uwepo wako na rehema zako na ukuu wako, Mungu mkuu. Tunakushukuru, tunakuinua, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi tunaomba na kukuamini. Amen. Tunaweza kukaa chini. Tunaweza salimia namna hivi, tusalimiana salamu za hewani namna hivyo, ni vizuri watu wanavyosalimiana. Tuweka mikono yetu miwili namna hivyo, tusalimiane namna hivyo. Tikisa mikono kidogo, ni vizuri tunatikisia bigu mikono kidogo. Sema good morning Father, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. We need the Holy Spirit. This is your service. Holy Spirit, take over. Holy Spirit of our God, Holy Spirit of our Lord, take over in this service. We need to feel you. We need to have your touch, Holy Spirit, in this service. Holy Spirit, revive everything that is dead in our life. Revive it today in the mighty name of Jesus. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Biblia inasema ya kwamba John na Peter walikuwa wanaenda katika maombi ya saa 9, na walipokuwa wakienda katika hii maombi ya saa 9, kulikuwa na kiwete ambaye hadi kuzaliwa kwake alikuwa anabebwa
na kuletwa katika mlango unaitwa mlango mzuri. Lakini hata kama ulionekana kama ni mlango mzuri, lakini mtu aliyekuwa pahali pale alikuwa na matatizo. Na hivyo siku ya leo, huenda unaonekana umevaa vizuri, huenda unaonekana labda umesimama vizuri, lakini ndani ya maisha yako na ndani ya mwili wako kuna matatizo. Lakini alikuja nikuambia kwamba tumekuja kukuletea Mungu mkuu na Mungu mwenye uwezo, the God who does not know any limitation. Mungu ambaye hajui limitation yoyote, na ni Mungu ambaye ako na ushindi. Wakati mwingine sisi tuko na limitation ambazo tuko nazo ndani ya maisha yetu, ni kwa sababu sisi ni watu. Wakati mwingine tuna limitation kwa sababu ya masomo yetu, wakati mwingine tuna limitation kwa sababu ya zile pesa tuko nazo, wakati mwingine tuna limitation kwa sababu ya afya zetu za mwili. Na ndipo Paulo anasema ya kwamba ingawaje mwili wangu wa nje unaweza kuchakaa, lakini najua ya kwamba mwili wangu wa ndani uko na nguvu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Inua mikono yako, sema yes Lord, I believe in the God of no limitation. My God does not know any limitation. Any limitation. I'm overcomer in Jesus' name. Inua mikono yako miwili, useme ya kwamba my God will hear my prayer, will hear my cry. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in this day. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Biblia inasema kwamba Peter wakaingia katika lango na wakakuta kiwete, na kiwete akawaomba senti. Alipoomba senti, Peter akasema ya kwamba fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndicho tutakupatia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kiwete simama. Na Biblia inasema ya kwamba na mara moja ule kiwete akawa revive. Mara moja ule kiwete akapata nguvu na akaanza sasa. Kwa Biblia inasema ya kwamba kwanza alianza kutembea. Bwana asifiwe. Inua mikono yako, sema ya kwamba nitatembea. Biashara yangu itatembea, kazi yangu itatembea. Wachawi na waganga tunawatangazia, tunao Mungu mkuu ambaye atatuwezesha in Jesus name. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Ni kwa maana siku ya leo tutaenda kwenda kupata baraka na ushindi wa Bwana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni kwa sababu haijalishi ya kwamba ni mambo gani naweza kuwa tunapita. Paulo anasema ya kwamba si hesabu ya kwamba nimefika. I don't count ya kwamba nimefika. Kuna mambo nimebakisha, lakini kuna jambo moja ambalo ninalofanya, ninayasahau na yaliyo nyuma, na nikiyachuchumilia yaliyo mbele, nikimwangalia mbele ambako Kristo ako. Akasema ya kwamba hata kama siku ya leo kuna vitu ambazo sina, lakini namshukuru Mungu, ni kwa maana bali nilikuwa jana, sio hapo niko siku ya leo. Kuna kitu Mungu ametenda ndani ya maisha yangu. Vile nilimjua Mungu jana, ninamjua zaidi kuliko vile hata siku ya leo ninayomjua. Kama jana nilikuwa sababu kidogo, najua kwamba I cannot jump to the destiny, but I know I'm walking to my destiny. Na hivyo Bwana akasema ya kwamba ninasahau na yote yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yale yako mbele ambako Kristo ako. Na kwa hiyo siku ya leo, my brother, my sister, nataka nikuambia kwamba your yesterday will not affect your tomorrow. Bwana asifiwe. Your yesterday will not affect your today. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Haijalishi ya kwamba unaweza kuwa na opposition, haijalishi ya kwamba ni mambo gani ambayo uko nayo,
lakini Biblia inasema ya kwamba aliyeanzisha kazi njema ndani yetu atakuja kuikamilisha. Ni kwa maana Mungu hajai kuanzisha kazi alafu akashindwa. Haleluya! Sema, my God is the God who will finish the good work He has started in my family, in my business, in my life, in Jesus' name. Shangilia Bwana makofi mazuri kabisa. It does not care what the enemy is saying. It does not care what the people are saying. But what matters is where are you heading with your God? Hallelujah! 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 Tupigia Bwana makofi mazuri kabisa. Kwa sababu we have a God, Bwana asifiwe, ambaye tukilitia jina lake mambo makuu yanatendeka. Na hivyo Biblia inasema ya kwamba yule kiwete akaanza kurukaruka. Baada ya kutembea alianza kurukaruka. Bwana asifiwe. Kuna kurukaruka. When John the Baptist alipokuwa ndani ya tumbo akazaliwa na Maria, alienda akarukaruka. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo ndani kuambia kwamba alipoanza kurukaruka, Biblia tena inasema ya kwamba tena akaanza kumworship Mungu. Na kwa nasema ya kwamba kabla ya mwaka huu utaworship wa God. Bwana asifiwe. There's one thing, the church of the living God, the church of Jesus Christ, we cannot afford to lose the war. Bwana asifiwe. We cannot afford to lose the battle to the enemy. Bwana asifiwe. Even this battle of COVID-19, Bwana asifiwe, the church of the living God, Bwana asifiwe, kama masantisi watashindwa, kama serikali itashindwa, but the church cannot afford to lose this war. We have to overcome this war. Bwana asifiwe. This epidemic sio kusema kwamba hatujakuwa na zingine. Kulikuwa na zingine, hata zingine zikaua watu mamilioni. Na hivyo pia nasema ya kwamba yale tunapitia sio kusema kwamba hakuna watu wengine waliopitia. Lakini nadhani wakuambia kwamba the church has to soldier on. Bwana asifiwe. Whatever you are passing, my sister, my brother, Bwana asifiwe, don't surrender to the enemy. Don't surrender to the enemy. Hata kama ni wachawi, siende kwa wachawi ama kwa waganga. But we know our God is able to overcome for us. Bwana asifiwe. Yeye aliyeanza kazi njema atakuja kuikamilisha. Bwana asifiwe. Wakati Musa alipokuwa katika pale jangwani, Biblia inasema ya kwamba alipokuwa na wana wa Israeli, akamwambia Mungu, kama hatuendi pamoja na wewe hatutatoka hapa. Na wana wa Israeli waliposikia Mungu hataenda pamoja na wewe, kulikuwa na kilio kikubwa, kwa sababu wakamwambia Mungu, tunatoa vitu zetu za dhamana, tunatoa pete zetu za dhahabu, tunatoa vile vitu za taka za kuchaga zetu, lakini Mungu wetu usikatae kwenda pamoja nasi. Ni kwa maana kama utaenda pamoja nasi hatutashinda. Nataka kuambia kwamba my brother, my sister, vita ambazo tuko nazo lazima tuulize kitu ambayo inaitwa intimacy. Bwana asifiwe. Our intimacy with the Lord. Bwana asifiwe. Intimacy with God. Biblia inasema ya kwamba we connect you and you receive the grace to take you far. Point number one, the intimacy. Ile kitu ambacho ilifanya John na Peter maisha yao ikabadilike ni kwa sababu walikuwa na intimacy. Cha muhimu na cha dhamana na kitu ambacho the primary thing in my life is not to be a pastor, is not to be a business person, but to have intimacy with God. Biblia inasema ya kwamba
akawaita thenashara wale 12, akawaita to be with him, ili wawe pamoja na yeye. Jambo ambalo lifanya uokoke my sister ni ya kwamba you be with God. Bwana asifiwe. The intimacy. Most of the time you blame the people. Most of the time you blame ya kwamba kuna watu wanaokuonea. Lakini nataka nikuambia kwamba ukiwa na intimacy, ukiwa na uhusiano na Mungu, Bwana asifiwe, hauhitaji msaada wa mtu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Most of the time tunaona ya kwamba labda ukiona ya kwamba kuna watu wanaokuonea, kuna vitu ambavyo haviendi vizuri, unaanza kublame the people. Lakini nataka nikuambia kwamba the people are not your enemy, lakini jua ya kwamba God is on your side. Who shall be against you? Hallelujah. Paulo anasema all things work for good to those who love God. Bwana asifiwe. Anasema all of them, uniweke prison, it work for good. Niwe hospitali, it work for good. Niwe mgonjwa, it work for good. For the strength of God, it is shown great in our weakness. Nguvu za Mungu wetu zinaonekana zaidi si kusoma, but the grace of God imenibariki mpaka naona ya kwamba I don't deserve those blessings. I don't deserve that victory. Unajua kwamba wakati Mungu anapokubariki, kuna wakati Mungu anakubariki mpaka unaona ya kwamba you don't deserve those blessings. And that's why unaona ya kwamba Paulo anasema ya kwamba all things work for good for all of those who love the God and who are called according to his will, according to Romans 8:28, ya kwamba kila kitu. Na when somebody declare that all of them work for good to those who love God, how can you fight that man? How can you fight that woman? Bwana asifiwe. Ukimtoa pale anafanya kazi, ukimtoa kwa ploti, all things work for good. Bwana asifiwe. Yote ni kwa wema. Bwana asifiwe. Ukimnyang'anya pesa, yote ni kwa wema. Bwana asifiwe. All things work for good. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo the primary thing, all other thing, preaching, kuendesha gari, kuwa umeoa, kuwa umeolewa, uwe single, jambo the first thing, the intimacy with God. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Peter akasema fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho hicho ndicho tutawapatia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana asifiwe. Kiwete simama. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ni kiwete. Biblia inasema ya kwamba huyu kiwete alikuwa kiwete, alikuwa for 40 years na alisaliwa namna hivyo. Sijui ni jambo gani alisaliwa nalo, sijui ni madhabahu gani iko kwa nyumbani inaongea kinyume na maisha yako, lakini nataka kuambia kwamba kuna madhabahu ambayo Kristo alisimamisha, na hii madhabahu inaposimama na madhabahu mengine, wakati miungu ya Dagon ilipowekewa sanduku la Bwana likiwa na uwepo wa Bwana, Biblia inasema ya kwamba miungu ya Dagon ilivunjika vipande. Ni kwa sababu ya uwepo wa madhabahu wa Mungu aliye hai. Nataka kuambia kwamba my brother, my sister, sio wakati wa kukaa chini na kulia, lakini ni wakati wa kusema ya kwamba tuna madhabahu ambayo iko mbinguni, ambayo inayotutetea. Sijui ni madhabahu gani inaongea kinyume na familia zetu, kinaongea kinyume na kazi yako na majina yako, inaongea kinyume na bali umeolewa ama bali umeoa. Lakini nataka kuambia kwamba intimacy with God will give you the grace to take you far. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Paulo anasema ya kwamba I'm the least among the apostles, lakini mimi I've worked hard. I don't take grace for granted. I'm not lazy. Praise the Lord.
but what I'm accomplished, it is not by my own. It is because of the grace of God. My brother, my sister, you cannot accomplish anything without God, without intimacy with God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yesu akasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu na Baba yangu ndiyo mkulima, na ninyi ni matawi. Hamwezi kufanya jambo lolote bila kuwa ndani yangu. Tawi lolote likitoka ndani ya mzabibu, hilo tawi litakuwa kuni na litakauka, litanyauka. Lakini Baba yangu, my Father, desire for you to bear much fruit. Bwana asifiwe. To bear much fruit, not just fruit. Bwana asifiwe. Yesu hakukufia uwe mtu dhaifu. Yesu hakukufia ufanya mambo madogo madogo, lakini Yesu alikukufia ili uweze kufanya mambo makubwa. It is only for you to realize yourself. I don't care how many times you can say you have failed, but what I know, a failure is not in my vocabulary, because we know hata kama tutapigwa, hata kama tutakuwa na upinzani, lakini tujue kwamba Mungu atatushindania. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Peter na John, they were not allowed to kwenda kwa madhabahu. Hawakuwa allowed wachukue microphone. Lakini wakiwa the young church, wakiwa just the disciple, walitembea kwa hekalu, na walipotembea kwa hekalu wakaona kiwete, wakaseize the opportunity, wakamwambia kiwete ya kwamba tunajua, kama kiwete kawaangalia kwa sababu walikuwa wamevaa vizuri, akawaambia kwamba tupatie senti. Lakini wakasema ya kwamba kuna Yesu ambaye tulitembea na yeye, ambao Peter anasema ya kwamba we were with him, we cannot deny him, hata kama ataogosiwa. Bwana asifiwe. Na baada ya kumponya huyu kiwete, Biblia inasema ya kwamba huyo walichukuliwa na wakawekwa ndani, na ilikuwa masaa ya jioni. Nataka kuambia kwamba my brother, my sister, kuna wakati unataka vizuri kutoka asubuhi, lakini jioni ikifika, hapo ndipo shetani anakuingilia. Shida nyingi zinatokeaga jioni, magonjwa mengi yanatokeaga usiku, matoto basi zinatokeaga usiku. Lakini nataka kuambia kwamba kuna neno la kukanzu katika hiyo hali mbaya ya usiku. Biblia inasema ya kwamba kilio kinakuja usiku, lakini furaha na shangwe zitakuja asubuhi. Siku ya leo haijalishi ya kwamba uko na huzuni gani, uko na mambo gani, lakini nataka kuambia kwamba tuna kazo anything bad ambayo shetani analeta wakati wa jioni. Asubuhi walikuwa wazuri, lakini jioni wakawa na shida. Bwana asifiwe. Wakawa opposed. Lakini Biblia inasema ya kwamba hata walipopelekwa jela, wakaambiwa wakane jina hili, wakasema ya kwamba hakuna jina lingine limepewa chini ya mbingu ambalo mwanadamu anaweza kuokoka kwalo. Katika Matendo sura ya 4 mstari wa 12 inatangaza vizuri, na madini zote watangaziwe, na madini wote wajue. Kama tungeweza kuhakikisha madini zote hiyo ndio Waislamu, iwe ya kwamba ni ya Mogeke, iwe ni madini ya aina gani ambayo hiyo ni ya Kihindi, waandikiwe ya kwamba hakuna jina lingine ambalo Mungu amelipeana chini ya mbingu ambalo linaweza kuokoa mwanadamu isipokuwa katika jina la Yesu. Nataka kuambia kwamba COVID-19 is a name, lakini we have a name above every name. That name is just the name Jesus Christ, and we cancel COVID-19 in our country, and we declare that the COVID-19 dry to the root in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Inua mikono useme kwamba COVID-19 hakuna jina lingine limepewanwa chini ya mbingu linaweza kuokoa mwanadamu isipokuwa jina la Yesu. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Shangilia Jehova, kwa maana siku ya leo hakuna mtu atakakusumbua, kwa maana hata azima
jina. Bwana asifiwe. Waganga ni jina. Bwana asifiwe. Kufate ni jina umaskini na utoki kwa Mungu. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba have intimacy with God. Point number 1. Number 2, have a teachable spirit. Have a teachable spirit. Unapokuwa usikae pahali ukatosheke. Bwana asifiwe. Kubali kufundishwa. Kuna watu wanasema they know everything, lakini nataka nikuambia kwamba hata kama umeenda university gani, be a student forever. Bwana asifiwe. Kuna watu wanasema ya kwamba hawezi kukaa pahali wasikize watu. Bwana asifiwe. Wengine wanasema ya kwamba mimi siwezi kufundishwa na mama. Biblia na koti Biblia in the wrong way. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanasema ya kwamba huyo I cannot hiyo mambo inafundishwa ninaijua. Hata kama uko na kwa nyumba miaka 30, ukisikia kwamba kuna mafundisho inafundisha wamama jinsi ya kupika na jinsi ya kuvaa vizuri na jinsi ya kutandika kitanda vizuri, ya kwamba ukiingia kwa nyumba, kama ni bedroom ilikuwa imefunguliwa, mtu akipita hapo na piga duru, nani anaenda huko? Ni kwa sababu bedroom yako ni mbaya. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao wanajua kufundishwa, anapoingia kwa nyumba anakuta au unaweza kukuta kwamba mpaka bedroom imefunguliwa mlango, mpaka imewekwa maua hapo, ile bed cover imewekwa hapo. Hata kama ni ya mtumba, hiyo bed cover, hata ukiona tu namna hivi unasikia ikikuita come baby come, come baby come, unasikia tu kwenda kulala. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu vile hiyo kitanda iko. Bwana asifiwe. Ukiona kufundishwa uje usiwe unafikisha unafika machakula. Bwana asifiwe. The way unaandaa chakula, the way unafanya the conducive environment in your home, the conducive environment in the business, the conducive environment in your family, where you can bring the intimacy of God. Have a teachable spirit. Bwana asifiwe. For you to have intimacy with God, for you to have dominion, praise the Lord, you need to have a teachable spirit. Bwana asifiwe. Mtu ambaye anakubali kufundishwa. Bwana asifiwe. Ukikubali kufundishwa, nataka kuambia kwamba utaenda mbali. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuminua mikono namna hii. God is good all the time, and that is jambo la tatu. Peter na John walikuwa na clear sense. Bwana asifiwe. Clear sense of purpose. Be a man of purpose. Be a woman of purpose. Bwana asifiwe. Today unaweza kuwa hauna hiki, lakini unajua kwamba the God you have own everything. The God you have no any defeat. The God on your side is the God ambaye anapigania watu wake, na kwa hivyo na ahadi zake ni yeye na amen, na ni Mungu the keeper of the covenant, the God who will keep the covenant. Be a woman of purpose. Be a woman of purpose. Bwana asifiwe. Ya kwamba in business uko na purpose gani? In the family, what goal do you have? And remember the primary goal in our life. Akawaita the Nashara 12. Sio akahubiri, sio akatoe mapepo, sio akapata pesa, sio akahubiri prosperity gospel. Akawaita to be with him. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The purpose ya kuja kanisani siku ya leo. Do you have a purpose? Do you have siku ya leo Mungu aongee na maisha yako? Mungu aongee na moyo wako ubadilike. Bwana asifiwe. To have intimacy with God. Ama umekuja kwa church
kwa sababu ni safi, kwa sababu kuna suti mzuri, it is good. Lakini the primary thing, all other are secondary, but the primary thing is to have the clear purpose, the clear sense of purpose. Paulo anasema ya kwamba our weapons are not carnal, but our weapons are mighty through God to pull down every stronghold and to pull down every thought that exalted itself above that wisdom of Jesus Christ. Ya kwamba wakati mawazo yako inakuonyesha ya kwamba you are going to be defeated, you are going to die, lakini usema ya kwamba as a papa, na mtu akona papa, he does not surrender to the enemy, he does not listen what the people are saying, but he listens the voice of heaven. Hallelujah. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Pigia Bwana makofi mazuri kabisa. Point number 4. Wakati Peter na John nilipokuwa nikistudy this wazo hili, alikuwa ameambia kwamba waende wakahubiri injili ya Yesu. Na Yesu anasema ya kwamba mimi ni mchungaji mwema. Kondoo wote wanaingia mibio lango la kondoo, wanaingia wanatoka malisho, na mimi ndio mchungaji mwema. Mchungaji mwema ametoa uhai wake atoe kwa sababu ya kondoo zake, nazo kondoo zake wanasikia sauti ya mchungaji, wala hawatasikia sauti ya mgeni, kwa sababu wengine wote wanaonifuata wamenizunguka ni wezi na wanyang'anyi, wanataka kuua kondoo, lakini mimi ndio mchungaji mwema. John katika mchungaji mwema. Na kwa hivyo kama unataka kuwa na clear sense of purpose, lazima usikie sauti ya mchungaji. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mchungaji anakuambia samehe. Bwana asifiwe. Samehe. Sio mchungaji huyu hapo hapa, lakini huyu anatumika tu just like a trumpet. Bwana asifiwe. The God is blow. Mungu ana blow the trumpet of the pastor. Bwana asifiwe, ili akufikishie. Praise the Lord. Mchungaji mwema akikwambia kwamba penda mtu mpende. Bwana asifiwe. Samehea watu. Let me take the driving seat. Usiwe unaendesha gari na Yesu anaendesha. Kaa katika kiti cha nyuma akupeleke. Na kwa hivyo sikia sauti ya mchungaji. Kuna watu wengine they don't hear the voice of God. Akienda kuoa hasikizi sauti ya mchungaji. Nasema the shepherd Jesus Christ, ambaye Mungu anasema ya kwamba Peter anasema ya kwamba Mungu alimfufua mchungaji mwema. The heaven was set wakati mchungaji mwema alipokufa, na Mungu akamfufua mchungaji mwema, akamrudisha, akamwita kwa uhai. Na Paulo anasema ya kwamba nataka kumjua na nimjue Roho ambaye alimfufua mchungaji mwema akatoka kwa wafu, na huyo Roho ambaye alimfufua Yesu anaweza kufufua maisha yetu, anaweza kufufua kazi zetu, anaweza kufufua mili yetu. Na kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba sitaki kutosheka, kwa sababu kutosheka wakati mwingine it is the enemy of kuwa na clear sense of purpose. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuna watu wanatosheka. Kuna mtu mmoja nimwambia tunataka kubomoa kanisa letu mchungaji, tujenge kanisa lingine la mawe. Akaniambia kwamba mimi nilikuwa na kanisa kama hilo, mimi sitaligusa, nitasikia nikiwa sawa. Bwana asifiwe. Lakini mimi nikasema ya kwamba sisi tunahitaji something better, something beautiful. Bwana asifiwe. Ambao Peter alisema ya kwamba fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho, we are going to give you a better thing. What is better thing? This man do not need money, he need the feet. Bwana asifiwe. Hauhitaji handout, hauhitaji kusaidiwa na msaada ya Yesu akikupatia, kizima cha Yesu akikupatia. Bwana asifiwe. Hata washikane mikono, hata
uende kwa waganga, hata wewe wakatafute majini. All things shall work for better for you. Hallelujah. It will work better for you. Hata wakikuinukia, Bwana asifiwe. Lakini ndani ya maisha yako, Mungu anasema ya kwamba punda anajua mwenyewe na ng'ombe wanajua mwenyewe, lakini watu wangu hawajui ule aliyewaumba. Bwana asifiwe. Yaani wao unaamkaka na kazi yako wao unataka kukaa kutoka Januari na ukae uko bila, hauna purpose in life. Ulizaliwa Nyeri, ukaolewa Nyeri, ukasomea Nyeri, ukapata watoto Nyeri, ukakufia Nyeri. Bwana asifiwe. Hakuna anything you are changing. Bwana asifiwe. Mungu alikuleta ili purpose. Bwana asifiwe. Si ya kwamba mahali uko. Bwana asifiwe. Paulo anasema ya kwamba yes, sijafika. Bwana asifiwe. I want to reach to the goal. But where I was yesterday, siko hapo. Bwana asifiwe. Mchungaji mama akikwambia kwamba kuja, rudia kazi ya Bwana, rudi kwa maombi. Watu wengi sasa wamekaa katika unafiki kwa sababu sadaka hautumi. Bwana asifiwe. Fungu la 10 hautumi. Bwana asifiwe. Na kuna ile nimeandika kwa kitabu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile sadaka uko nayo unahitaji kuleta yote. Bwana asifiwe. Hiyo ni sauti ya mchungaji mwema. Bwana asifiwe. Nafikiri Patrick Olomunene amesikia. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini sema ya kwamba hajatuma. Praise the Lord. Lakini tunasema ya kwamba namtumia kwa sababu on the behalf of the others. Praise the Lord. Ya kwamba sadaka na fungu la 10. Bwana asifiwe. Likuje kwa kitabu. Bwana asifiwe. Lakini hiyo kitabu hiki na kwanza sikiza the voice of the shepherd. Very important. Bwana asifiwe. Ukisikia the voice of shepherd, Mungu atakusaidia. Na naona kama muda wetu umeenda, na nataka sasa kumalizia. Hiyo ilikuwa point number 4. Bwana asifiwe. Point number 5 na ya mwisho. Peter wakasema ya kwamba fedha na dhahabu hatuna, but tulicho nacho ndicho tutakokupatia. Kiwete akageza akaagiza, what else? Alikuwa anajua there's a better thing. Na hivyo wakati aliposema fedha na dhahabu hatuna, akamwambia kwamba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye alikuwa amekufa na amefufuka, tunakuamuru uamke. Na aliposikia hiyo sauti, miguu na magoti na mishipa yote ikatii, na ilipotii lile neno. Na kwa hiyo kuna kitu kinaitwa the Rhema word. Bwana asifiwe. The word of the hour, the word of the time. Uwe na the Rhema word. The Rhema word ambao unaposhuka, hao word is a written word ambao watu wanaquote. Mpaka Mafarisayo walikuwa nasema ya kwamba tunajua kule Mwokozi atazaliwa Bethlehem, ikawaje wewe ndio mji ulio mdogo kuliko miji yote katika Yuda, kwako kutazaliwa mtawala. Lakini hawakuwa na the Rhema word. Mamajusi walikuwa na the Rhema word ya kwamba Kristo ama mfalme amezaliwa. Na kwa hivyo ukiwa na kitu inaitwa the Rhema word, Bwana asifiwe, in your business, in your marriage, unataka kwenda kununua ploti, unataka kwenda kununua gari, do you have the Rhema word? Unataka kuanzisha biashara, have you the confirmation of the Rhema word of God? Bwana asifiwe. Wewe ni mgonjwa, you need the healing, do you have the Rhema word? Dakika hii biashara yako is not doing good, do you have the Rhema word? Neno la Mungu ndani ya maisha yako,
The word of the time. Bwana asifiwe. The rema word. Wakati unapeleka operation, the rema word inaposhuka, Mungu anabadilisha operation na mambo inatendeka sawa. Bwana asifiwe. Because of the rema word. Kuna siku moja niliomba na mama mmoja akiwa Kenyatta, nikazaiyo kulikuwa na simu ya call box, nikampigia simu pale ambassador, nikamwambia let us pray, let us hear the voice of God. Akaniambia sasa ndio natayarishwa, nawekwa ile nguo ya green ya kuingia theater, nawekwa ndio nataka kuwekwa shindano. But at the moment tulipomaliza kuomba, daktari mkuu akakuja akampima, akasema ya kwamba haustahili kwenda theater. Nani alikuwa anasema uende theater? Akaambia rudi nyumbani. Na kutoka siku ya leo, hata wa leo hajaguswa na kisu. Kwa sababu gani? Ya the rema word. When the rema word will come to your life, when the rema word of God will come to your life, not the word of the people. Sio neno lako, sio kile unataka, lakini the rema word of God inaposhuka, hata kama unataka kwenda kufanya biashara, hiyo rema word itakusaidia. Lakini most of the time tuende katika rema word, tunaenda by sight, but we don't walk by faith. Those who walk by faith does not our skin sense ya pain, kama mwili unasikia uchungu, kama mambo iko namna gani, lakini wanasikia ya kwamba the rema word in their life. Do you have a rema word? Bwana asifiwe. This year, Bwana asifiwe. In the business, in your family, Bwana asifiwe. Katika project zako uko na rema word. Ukiwa na rema word, najua kwamba Mungu atakubariki. Na tunaweza kusimama. I think tumenukuu those 5 points. Bwana unaweza kuona John 15:5 msabibu. Point ya pili, point ya pili inasema ya kwamba inasema namna gani? Bwana asifiwe. Clear sense of purpose. Na ingine you must hiyo ingine you must hear the voice of a shepherd. Na ingine have rema word. Kuwa na neno ambalo ni rema word in life. Siku ya leo tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tumekuja siku ya leo. Biblia inasema kwamba John na Peter walikuwa naenda, walikuwa wanapigwa, lakini hata baada ya kupigwa they overcome the opposition. Na Biblia inasema ya kwamba huyu jamaa alikuwa 40 years, na wakati alipoponywa he stick to them, hakuawacha. In our evidence, naomba ya kwamba what God is going to bless you and the victory haitawachana na wewe, ni kwa maana ni Mungu atakuwa amekupatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo life began at 40. Sio mtoto aliponywa, kuliponywa mtu ambaye life yake alikuwa amefika 40, but I stick with them. Kuna watu utasaidia, kuna kitu utatenda, kuna mambo utaomba, kuna mchango utafanya kanisani, huyo mchango utasimama na wewe. Kuna sadaka umewahi kutoa, kuna fungu la 10, kuna kesho umewahi kwenda kwa sababu ya Bwana, na hiyo kitu itastiki na wewe wakati unapokuwa with intimacy with God. Remember intimacy with God. Bwana asifiwe. Ukiwa na intimacy with God, your life will never be the same again.